Sako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Ndugu waandishi wa habari, tumeitana hapa kwa ajili ya kutoa taarifa kwa umma kuhusiana na mafanikio ya Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe katika operesheni ambazo imefanya katika kipindi cha mwezi Novemba 2025. Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe linapenda kutaarifu umma katika operesheni ambazo imezifanya katika kipindi cha mwezi Novemba 2025 imefanikiwa kukamata watuhumiwa 98 ambao wamejihusisha na matukio mbalimbali ikiwa ni pamoja na mauaji, wizi wa pikipiki, uvunjaji, ubakaji pamoja na ukiukwaji wa sheria za usalama barabarani. Katika kudhibiti matukio ya mauaji, Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa wawili ambao wamefahamika kwa jina la Petro Alfred Mfugale, huyu ana miaka 35, na Benson Naftali Liambilo, miaka 35, wote wakazi wa Liamkena Makambako. Watuhumiwa hawa wanatuhumiwa kwa kosa la mauaji ya mtu ambaye amefahamika kwa jina la Alfred Aloni Mfugale, miaka 61, mkazi wa Liamkena ambaye ni baba yao mzazi. Tukio hili limetokea siku ya tarehe 17 mwezi wa 11 2025, na mwili wa marehemu ulionekana siku ya tarehe 18 mwezi wa 11 2025, huku ukiwa na jeraha maeneo ya kichwani ambapo alipigwa na kitu kizito. Sababu ya tukio hili ni masuala ya imani ya kishirikina, ambapo marehemu walikuwa wakimtuhumu mzazi wao kwa kujihusisha na mambo ya kishirikina. Lakini aidha, Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe limemtia nguvuni mtu ambaye anafahamika kwa jina la Gerald Severini Wila, huyu ana miaka 40, ambaye anajihusisha na vitendo vya ubakaji kwa kuwavizia wanawake mapolini wakiwa wanakwenda mashambani. Mtuhumiwa alitenda kosa hili la ubakaji siku ya tarehe 24 mwezi wa 11 huko katika kijiji cha Madunda wilayani Udewa, na mara upelelezi wa tukio hili utakapokuwa umekamilika atafikishwa katika mahakama ya wilaya Udewa kwa hatua zaidi. Vile vile Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe limemkamata mtu ambaye anafahamika kwa jina la Godfrey Malto Mwanyika, huyu ana miaka 29, ni mkazi wa Chimala kule Mbeya, ambaye anajihusisha na wizi wa pikipiki akiwa na pikipiki mbili alikamatwa nazo. Moja inafahamika kwa MC 343 EYC aina ya Kiway rangi nyeusi, na pikipiki ya pili ni MC 706 FCN aina ya Absoliki na yenyewe ikiwa na rangi nyeusi, ambapo pikipiki hizi alizipora maeneo ya Njombe mjini, na mtumiwa atafikishwa mahakamani mara upelelezi wa shauri hili utakapokuwa umekamilika. Kwa upande wa usalama barabarani, Jeshi la Polisi kikosi cha usalama barabarani limeweza kuzuia makosa mbalimbali ya ajali kwa kutoa elimu kwa madereva, wamiliki wa vyombo vya moto, wananchi na maeneo ya shule, na kuweza kufanikiwa kupunguza makosa mbalimbali kwa kiasi kikubwa. Jumla madereva waliokamatwa ni 5151. Walioandikishwa faini ni wote 5151. Lakini kwa upande wa mafanikio mahakamani katika kipindi cha mwezi Novemba 2025, Jeshi la Polisi limefanikiwa kuwafikisha mahakamani watuhumiwa wawili mahakamani baada ya kupatikana na hatia na vifungo mbalimbali. Tarehe 20 mwezi wa 11 2025, mahakama ya wilaya ya Udewa ilimhukumu mtu ambaye alifahamika kwa jina la Vinod Lucas Dondole
kifungo cha miaka 20 jela kwa kosa la kupatikana na nyara za serikali. Kwa mtakumbuka, tarehe za nyuma tulimkamata mtu ambaye alikuwa na meno ya tembo huko maeneo ya Waking'ombe, na mwisho wa shauri hili mtuhumiwa huyo amepatikana na hatia na kufungwa hiyo miaka 20. Lakini tarehe 14 mwezi wa 11 2025 mahakama ya wilaya ya Makete ilimhukumu Edward Evaristo Mwakiliyeye kifungo cha miaka 30 kwa kosa la kulawiti. Hii ilikuwa ni kesi ya jinai namba 21895 ya mwaka 2025. Jeshi la polisi linatoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Njombe, hasa katika kipindi hiki cha kuelekea sikukuu za mwisho wa mwaka, kuacha tabia ya kujihusisha na uhalifu na badala yake washerekee sherehe hizi za Krismasi pamoja na mwaka mpya kwa amani na utulivu, na atakayebainika kutenda uhalifu katika kipindi hiki cha sikukuu, sisi kama jeshi la polisi hatutosita kumchukulia hatua stahiki za kisheria na kukawa fundisho kwa watu wengine. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.